Kisema na ukweli asilimia kubwa ya tamthilia ambayo inafanya vizuri zaidi. Moja kati ya tamthilia ambayo inafanya vizuri zaidi katika YouTube. Na hii hapa ya Ashura Kiuno hauwezi ukaiacha mtu wangu wa nguvu. Moja kati ya tamthilia ambayo kimsingi zaidi inafanya vizuri. Sasa leo nimekuletea challenge moja kuhusiana na tamthilia hii hapa. Kwa jinsi ambavyo ilivyoigizwa. Jinsi ilivyoigizwa, story, jinsi ilivyotengenezwa, lakini pia wahusika ambao wamecheza mmoja. Kuna Doko ndani, kuna yule bibi Ashura Kiuno, kuna yule jamaa mlevi na wengine wengi ambao wameshiriki katika tamthilia hii hapa ya Ashura Kiuno. Sasa nimekuletea challenge hapo na itakuwa vizuri zaidi ukatoa maoni yako hapo chini ya video hii. Yani challenge yenyewe nasema hivi: jinsi ambavyo walivyoigiza kwenye tamthilia hii hapa, unadhani kwamba wangekuwepo wasanii gani ambao hawajawekwa kwenye tamthilia hii hapa? Unadhani kwamba wangetisha kinoma noma? Unaweza ukasema kwamba ni wasanii wa aina gani ambao wangekuwemo ndani ya tamthilia hii hapa, huenda ingependwa zaidi na kwako huenda ingekuwa ni nzuri zaidi. Hiyo ni challenge ya kwanza. Challenge ya pili ni kwamba unaweza ukasema kwamba story jinsi ambavyo ilivyotengenezwa tangu ilivyoanza sehemu ya kwanza mpaka kufikia hapa dakika kadhaa zilizopita, imepostiwa episode ya 82. Unaweza ukatuambia kwamba ni nini ambacho kingeweza kuongezwa kwenye upande wa story? Huenda story ingekuwa nzuri zaidi. Hayo ni maoni ambayo nimekuletea wewe kama mpenzi na mfuatiliaji wa tamthilia hii hapa ya Ashura Kiuno. Kitu kingine ni kipi ambacho kimeongezwa zaidi ambacho mwanzo kilikuwa hakipo? Kilichoongezwa imefikia wakati wewe hujakipenda labda, au umekipenda zaidi? Ni tukio gani ambalo wewe umeliona ndani yake ambalo huenda lingekuwa halipo ingekuwa vizuri zaidi, lakini ndio hivyo lipo. Sasa imekuwa ni challenge na changamoto kubwa, imefikia wakati mpaka wewe unaona kabisa kwa sasa kama vile haijakaa poa kivile yani. Kwa hiyo nimekuletea hii hapo. Lakini kitu kingine, wewe ndiye shabiki wa kijisinema hiki hapa ambacho kinafanya vizuri, Ashura Kiuno. Nimesema kijisinema kwa sababu ndani kuna vituko vingi sana, kuna comedy nyingi sana. Kwa hiyo usirias kidogo unakuwa kwa asilimia chache sana, kwa watu wachache wanaonesha tamthilia, lakini asilimia kubwa kwenye tamthilia hii hapa kuna comedy nyingi sana. Sasa kwenye upande wa comedy unaweza ukasema kwamba kwa hivi sasa comedy inafanya vizuri kwenye tamthilia, au comedy kwenye tamthilia wangewaachia wale watu wa comedy wakawa wanafanya kazi za kwao ambazo hazina mahusiano na comedy? Au unadhani kwamba kuchanganya kama hivi ni sawa? Lakini ukikumbuka wale waanzilishi au waendelezaji ambao walikuwa wakifanya, kina Steven Charles Kanumba, kina Lei Kigosi, Mwambashi na wengine wengi, kina Elizabeth Lulu na wengine wengi, kina Mtanga na kadhalika, na vitu ambavyo walivyokuwa wakivifanya katika tamthilia zao. Humo ndani ya tamthilia zao walikuwa wakichanganya matukio mengi. Kuta sehemu wanafanya serious act, lakini pia kuna wengine wanafanya comedy act. Lakini ukijumuisha inakuwa ina pande zote na inapendeza zaidi. Lakini hizi movie ama tamthilia za sasa hivi wanakuwa ikiwa ni wanaigiza watu wa comedy ndio wahusika wanaomiliki tamthilia, yani maproducer, kwa asilimia kubwa wanaweka comedy zaidi, inakuwa ni kipaumbele, kichekesho zaidi, inakuwa kina nafasi kubwa zaidi. Unaona bwana, katika engo hiyo nikaona nikusogezee hii hapa Ashura Kiuno ili tuweze kuichambua zaidi na zaidi katika upande huo. Lakini pia unaweza ukaniambia ni wasanii gani ambao majina yao harisi, kama unalifahamu jina harisi la msanii ambaye ameigiza kwenye tamthilia hii hapa ya Ashura Kiuno, jina lake ukiachilia mbali lile jina ambalo anaitwa kwenye kazi zake,
Kwa sababu wasanii wana majina yao ambao wamepewa na wazazi wao tangu pale walipozaliwa, yani majina ambao wamepewa wao bila kushirikishwa. Wamepewa tu kwamba utaitwa fulani wakati ambao walikuwa bado wadogo, wamezaliwa wa vitoto vichanga. Sasa baada ya kukua na wao kujipata, wakawa wamepata majina ambayo wanasema kwamba majina ya sanaa kwa mujibu wa maelezo ya kwao. Sasa wewe unaweza ukaniambia, je, unalifahamu jina la Doko, jina la kweli, jina ambalo alilopewa na wazazi wake wakati ambao amezaliwa? Unalifahamu? Lakini pia humu ndani kuna yule bibi tumemtambua na amejitambulisha kwetu kuwa yeye ni Ashura Kiuno. Sasa hilo Ashura Kiuno si ni jina ambalo limekuja kwenye kazi kupitia kazi zake mbalimbali, na ndilo jina ambalo analiita yeye ni jina la sanaa ambalo linampa ugali na maisha yanazidi kusonga mbele, yanazidi kuwa matamu na mazuri katika upande wake. Maana hiyo sanaa kwake kwa sasa imegeuka sio tu kuwa sanaa, bali imekuwa ni kazi kama kazi zingine, kwa maana ya kwamba anapata deals mbalimbali kwa ajili ya kuweza kupata kipato. Sasa jina lake alilopewa na wazazi wake unalifahamu? Kama unalifahamu, basi fanya tu hivyo, uandike hapo chini ya video hii hapo, kwa sababu umeandika comment hapo. Comment andika kama unalifahamu jina harisi la Ashura Kiuno. Humu ndani kuna Chapombe naye pia na jina lake ambalo anajiitaje? Hebu likalculate kidogo hapo kwako na useme jina lake la hilo jina la sanaa ni jina gani? Ukishalipata jina lake huyu Chapombe, liandike hapo mbele yake andika kwamba jina lake harisi anaitwa Furani. Lakini pia humu ndani kuna huyu mwanadada mjamzito, dada yake na mwamba huyu Doko, na yeye pia ni mshiriki bora kabisa humu ndani ya video hii hapa. Na yeye pia unaweza ukadondosha maoni, ukasema chochote ambacho unahisi kwamba jina lake ni nani. Lakini pia tutaenda mbali zaidi katika kudiscuss na kufikiria zaidi maisha ya wasanii, jinsi ambavyo wanatengeneza brandi zao. Bana mimi mengi zaidi katika siku hii hapa leo, nadhani kwa siku ya leo bwana mimi niishie tu hapa. Alafu mimi na wewe tutakutana wakati mwingine, wakati huu ambao tutakuwa tuna discuss na kujadili mambo mengi, ambapo katika kila hatua, katika kila mambo, kila majukumu ambayo tunayafanya, lengo letu ni kuweza kuhakikisha tunakufikia wewe kokote kule uliko. Bana mimi na wewe tumekutana kuweza kutazama hiki hapa ambacho ninachokuletea na kusikiliza pia. Basi tukutane wakati mwingine ambapo humo tutakuwa tunajadili mambo mengine tena. Subscribe ili uweze kuwa unapata challenge za wasanii wako ambao unawapenda. Chini ya video hii hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Ukilibonyeza hilo neno subscribe, utakuwa ni moja kati ya familia yetu. Lakini pia ndugu yangu mpendwa, usisahau kushare, kulike video hii hapa. Lakini pia ndugu yangu, kitu kingine unajua nini? Hakikisha bwana una like bwana. Wakati mwingine mpendwa, bye bye.